kutekeleza Brigedia Jenerali Mashauri Mpambe na msaidizi masuala ya kijeshi wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, nimeelekezwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na Amiri Jeshi Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwasilisha ujumbe maalum kwako. Kwa heshima na taadhima, naomba nikukabidhi. Waheshimiwa wabunge, uteuzi wa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 51 kifungu kidogo cha pili, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya kushika madaraka yake ndani ya siku 14 atamteua mbunge wa kuchaguliwa kutoka katika jimbo la uchaguzi anatokana na chama cha siasa chenye wabunge wengi zaidi, au kama hakuna chama cha siasa chenye wabunge wengi zaidi, basi atateuliwa anaelekea kuungwa mkono na wabunge wengi kwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hata hivyo, Waziri Mkuu atakayeteuliwa hatashika madaraka hayo hadi uteuzi wake umethibitishwa na Bunge kwa azimio tukaungwa mkono na kura za wabunge walio wengi. Hivyo, kwa kutekeleza matakwa hayo ya kikatiba, nimemteua Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba Waheshimiwa, naomba tukae. Hajaapishwa bado, naomba tukae. Sasa namruhusu mwakilishi wa Mheshimiwa Rais aweze kurudi kwenye majukumu mengine. Asante sana kamanda. Hivyo, kwa kutekeleza matakwa hayo kikatiba, nimemteua Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba mbunge ili uteuzi wake uthibitishwe na bunge lako tukufu kwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kutakia majukumu mema. Mungu ibariki Tanzania. Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Waheshimiwa wabunge, waheshimiwa wabunge, kwa vile jina hili likija hapa ni siri, naahirisha bunge kwa nusu saa ili katibu akandae, na sitisha bunge nusu saa ili katibu akandae ballot paper. Mwigulu Lameck Nchemba, miaka yake 50 hivi sasa, alizaliwa Januari 7 mwaka 1975. Pasina shaka wananchi kutoka Makunda pale wilaya Iramba watakuwa na ndelemo, vifijo na vigeregere. Kijana wao kutoka Singida ndiye ambaye ametajwa hapa kuwa waziri mkuu ajaye wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Watakaothibitisha ni bunge, kama ambavyo ibara ya 51 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania fungu la pili linavyosema, na majukumu yake yakiwa katika ibara ya 52. Mwigulu Lameck Nchemba naye alikuwa aamini ni kama alihemewa baada ya jina lake kutangazwa kwa yale ambayo yalikuwa yanatokea. Imemshangaza kwa uso wake ulivyokuwa. Kwa hiyo kinachoendelea hapa sasa ni kwenda kuandaa karatasi ambazo zitahusika katika kumthibitisha hapa bungeni na kwa bunge wote. Mwigulu Lameck Nchemba, waziri wa fedha katika awamu iliyopita, amepitia katika njia mbalimbali hadi katika uongozi wake katika nchi hii ya Tanzania. Tunafahamu yeye ni kada wa Chama cha Mapinduzi. Tangu Machi 31 mwaka 2021 amekuwa waziri wa fedha wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akifanya majukumu hayo kwa nafasi hiyo, na tumekuwa tukishuhudia katika miaka mingi ya fedha katika upitishaji wa bajeti kile ambacho amekuwa kikisaidia serikali, na pongezi zinamiminika kwake sasa hivi akiendelea kuhemewa. Tutafahamu baadaye wabunge watampitisha ama itakuwaje. Itakuwa ni baada ya nusu saa ambayo spika wa bunge ameitangaza hapa. Anaendelea kuchukua pongezi zake ama maua yake kwa kutajwa tu hilo jina, basi itakuwa ni heri kwake. Na tumesema wananchi wa kule Makunda, Iramba, Singida, pasi na shaka huko sasa hivi watakuwa wanasikilizia ndelemo, vifijo na vigeregere vikiendelea katika maeneo haya. Amekuwa mbunge wa Iramba Magharibi tangu mwaka 2010 na karejea 2015 katika uchaguzi wa 2015, 2020 na amerejea tena kwa mwaka wa 2025. Wakati hayo yakiendelea, tukisubiri mchakato huo wa kurejea hapa kwa ajili ya zoezi la uthibitishaji, na kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama akithibitishwa hapa, basi shughuli itakayokuwa inafuata ni kwenda kuapishwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwigulu Lameck Nchemba ambaye ametajwa hapa baada ya jina lake kuletwa na mpambe wa Rais Brigadier General Nyamburi Mashauri kwa spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hayo ambayo yamewekwa hadharani yanasubiriwa huku pongezi zikiendelea kumiminika kwake. Tupitie tu baadhi ya mambo ambayo yanamweka Mwigulu Nchemba katika nafasi hiyo na uzoefu wake kwenye utendaji. Huyu ni mchumi mbobezi kabisa, daktari wa uchumi, Dr. Mwigulu Nchemba, na tunakumbuka Mei mwaka 2020 yeye aliteuliwa kuwa waziri wa Katiba na Sheria baada ya kifo cha aliyekuwa waziri katika wizara hiyo, Dr. Augustine Philip Mahiga. Amepitia katika nafasi mbalimbali ikiwemo waziri wa mambo ya ndani ya nchi, lakini pia waziri wa Katiba na Sheria, na sasa nafasi hii akichukua itakwenda kumtengeneza kuwa waziri mkuu wa 12 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tangu taifa letu lipate uhuru mwaka 1961, muungano wa Tanganyika na Zanzibar, tukapata Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1964. Hii shughuli Mwalimu Julius Kambarage Nyerere akisimama kwenye jukwaa kama waziri mkuu wa kwanza kabla ya kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1961, lakini akampisha Mfalme Rashid Kawawa ili aende kukijenga chama. Lakini baadaye tulipokuwa jamhuri mwaka 1962, uga ukarejea kwa mzee Kawawa na Julius Kambarage Nyerere, yeye akawa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo basi wale wote waliopita katika uga huo kuifanya taifa la Tanzania kufikia hapa lilipo
kwao ni kongole, na yeye atasimama kama kiongozi wa shughuli za serikali hapa bungeni, na tunasema ni kiranja ambaye atakuwa kiunganishi baina ya serikali ya Tanzania lakini pia na bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tupitie baadhi ya wale ambao wamepata kuhudumu katika nafasi kama mawaziri wakuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hadi hivi leo kutajwa kwa jina la Mwigulu Lameck Nchemba, ambaye kama akipitishwa na bunge hapa basi atakuwa anachukua mikoba ya Kassim Majaliwa ambaye mwaka 2015 bungeni hapa pia lilitajwa jina lake, akapita hapa, wabunge wakamthibitisha, na hatimaye katika uongozi wa awamu ya 5 ya Dr. John Pombe Magufuli yeye akazishika hatamu za kiuongozi kwa mwaka huu wa 2015, lakini Rais Samia Suluhu Hassan baada